Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa maeneo tofauti, tunawasalimia. Wale ambao wako Ulaya, Marekani na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia jioni njema ya leo dimanche le 7 Desembre 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Tumewaletea habari mbichi zinazovuja damu kutoka kwenye uwanja wa vita maeneo ya Sud Kivu, ambapo muda huu tena mapigano yamezuka upya kati ya vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi na FARDC na wasi wa AFC M23 kuanzia milima ya Ngomo pale ni Plaine de la Ruzizi maeneo ya Kaziba. Upande mwingine tutawapeleka moja kwa moja kwenye route nationale numero 5 kuanzia maeneo ya Luvungi kule Luberizi, maeneo ya Sange, tuambie hali ni vipi. Na tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Unayoifuata ni Kwetu TV. Kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Ndani ya studio ni Mzee Bauma wa Mbichi ambaye nimekuja kudondosha nikiwapa donido kabisa, na waomba kuendelea kusubscribe ili kuwa napata habari zetu kwa wakati. Muendelee kusambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mukumbuke kucomment na kulike kutonesha kwamba mko nasi 5 kwa 5. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Kujiunga na sheni yetu ya WhatsApp ni kugusa kwenye titre. Hapo chini ya titre utapata linki ya sheni yetu ujiunge, au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka tutakuunga na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu maeneo ya Plaine de la Ruzizi. Plaine de la Ruzizi kwenye milima ya Ngomo tena kunasikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi. Ni kuanzia 15 saa 9 ndipo hapo kulianza kusikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema ya kwamba wazalendo na jeshi la Burundi na FARDC wako na shambulia waasi wa AFC M23 pale ili kuwafukuza maeneo hayo na kusonga mbele nao wakielekea Kamanyola. Pale ni Plaine de la Ruzizi ndani ya milima ya inayokuwa Mukaziba. Nadhani kwamba wengi wanajua hapo. Depuis 15 kuanzia saa 9 ndipo kulianza sikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi. Vikosi vya jeshi la wazalendo, jeshi la Burundi na FARDC wako na tumikisha silaha nzito wakiatake chini, wakishambulia wasi wa AFC M23 ndani ya pozisio zao kwenye milima ya Ngomo na milima mingine ama mapozisio mengine tofauti yanayokuwa maeneo hayo. Ni maeneo ambayo hayako kwa umbali na Kamanyola. Tutaendelea kuwaambia kinachoendelea kutoka pale Kufro. Macho yetu iko pale kabisa ili kuendelea kuambia hali ni vipi. Mapigano yanaendelea kwa muda huu. Tutaendelea kuwaambia kinachoendelea kila changement Kufro. Tutaendelea kuwaambia pale ni vipi. Habari zingine mbichi ambazo nimewaletea ni habari kutoka kule kuna Plaine ya Ruzizi toujours pale ku route nationale numero 5 maeneo yanayo shuka kuanzia Luvunge kuelekea Sange. Siku ya leo depuis asubuhi nilikuwa nikiendelea kuambia kabisa hali jinsi iko pale maeneo ya Luvunge maeneo ya kuanzia Katogota, na niliona wengi wako naendelea kunielewa vibaya ukisema kuko habari zingine wako napata kuzengine media wakiwaambia pale Luvungi kuko FARDC na jeshi la wazalendo na Burundi. Video walizipata eti pale kuko jeshi la wazalendo ambapo walikamata hata wa SPO wa AFC M23. Nataka sasa niwafasilie kila kitu na niwaambie pour le moment waasi wa AFC M23 wako wapi na vikosi vya FARDC viko wapi.
pale kufro maeneo ya Luvungi. Ilikuwa saa za mchana wa leo ndipo video ilitiwa nje na wazalendo wakiwa wako pamoja na wa SPO watatu wa AFC M23. Ile video ni ndani ya maeneo ya Luvungi ndiyo, haiko mu Luvungi ndani ama musite ya Luvungi. Pale tuendane 5 kwa 5. Site ya Luvungi akukukua changement yoyote tofauti na wenye nilibambia, hapana. Luvungi pour le moment iko aye. Depuis AFC M23 kutoka pale, hakuna vikosi vyenye vilionekana pale vya pande zote. Na AFC M23 kitu kenye walifanya ile kuondoka Luvungi, walichokifanya walipitia tena mu milima ya Kaziba. Kule njo kwenye walienda wakapitia wakachomokea wapi? Luberizi pour le moment njo kwenye AFC M23 iko. Nadhani ke wale ambao tuko naendana kushene wako napata habari za kila wakati, maimage na video zikisha tufikia za kila kitu ambacho kiko pale kufro. Na pour le moment AFC M23 kuchomokea Luvungi, deja vikosi vya FARDC vinabakia ku axe ya Luvungi vers Sange. Pale njo kwenye vikosi vya wazalendo na jeshi la Burundi viko kwenye wako napigana ni mule mu plaine de la Ruzizi, me yulu mu maeneo ya bilima kule Lubizi ukishuka Ngomo. Kule njo kwenye wako napigania, me haiko kui route nationale numero 5B yenye inashuka vers Sangi, hapana. Kwenye bako napigania pour le moment ni kule yulu. Na pour le moment hakuna changement yoyote pale Luvungi kabisa. Luvungi wanajeshi waasi wa AFC M23 wako preza pale, me ni wazalendo nao wako pale. Na AFC M23 kufika Luberizi deja waisha kontrole na maeneo ya mbele ya Luvungi kwenye vikosi vya wazalendo vingelitokea na viko na atake au jeshi la Burundi na FARDC. Nadhani ya kwamba wengi wataendelea kusema no, Kwetu TV balisha shanje, bako nasema info yenye kabisa iko tofauti na zengine mamedia. Kenye tunapanaka ni info reyele, ni info za kweli. Mambo ya kudanganya hapana, ile ni kitu ambacho hatuwezi tukakifanya. Kitu kingine kenye bakongomani na kwaka difficile kukomprendre ni kukomprendre defeat. Ile kuikomprendre kabisa inakuwaka difficile, na ile njo kitu yenye inachaka mpaka kuamini mambo yenye bako naambiwa kuhusu kushindwa kwa parti yetu inakuwaka njo tatizo. Kuwa journaliste ni kusema mambo ginsi iko, hapana kusema no acha niseme hivi paske bananiagiza kusema hivi, acha niseme hivi paske bako nasema niseme hivi, hapana. Ni kusema bila kufane parti moja au ingine, no. Ni kusema kile ambacho kiko kufro, info reyele, info za kweli pale. Population wangali na shuka wakitoka Sange mpaka Uvira, hata kwa muda huu tuko naongea. Population pale Sange haiko kusema wako nakimbia paske vita iko pale, hapana. Ile tu kusema no waendelee na njia ya waelekee Uvira paske pale nako muda wote mambo yanaizi tena kuharibika. Juu mabombe zilikuwa napigwa Luvungi zilikuwa zikitoka mbali. Vita sasa ikapigiwa pale nako population inaizi kuwa deja muhatari. Ndio maana wako naelekea maeneo ya Uvira. Kuna wanaokaa hata Sange pale wakingojea one hali ni vipi. Kuanzia eneo ya Sange kupanda mpaka maeneo ya karibu na Luberizi pale kwenye M23 iko pour le moment. Ni ndani ya njia ni murute kabisa pale, ni vikosi vya jeshi la Burundi, jeshi la wazalendo na FARDC ambao wako pale kwa wingi, wanaendelea nao kukua macho pale, ili wakati wote tena mapigano yanaizuka upya pale wapigane na wasi wa AFC M23 ambao mpango wao ni kukamata mji wa Uvira kama tulivyo waambia wakati walifikaka ndani ya Sud Kivu. Mpango wao ilikuwaka kuelekea ndani ya mji wa Uvira. Hali ndiyo hiyo pour le moment. Ile njo hali halisi kabisa kwa sasa ndani
ya maeneo hayo pale ni ndani ya Sud Kivu kwenye route nationale numero 5. Na ile image yenyewe nilikuwa nabaambia ba AFC/M23 na bako pale Luberizi ndio hiyo. Hata kunani nilisahau kubaambia ke ile image njo ile kabisa. Source zetu banatupa image ile ke ba M23 deja banafika pale, na ile image niliwapa pale munani kushene na kwingine. Ile njo realite hapo ni Luberizi deja. Tuendelee na habari zetu. Info zetu tuwapeleke ndani ya maeneo ya Maniema. Maniema siku ya leo ni siku ya pili na wazalendo wako wanapigana na jeshi la Kongo. Mapigano yanaendelea Jumapili hii kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamgambo wa Maimai Simba huko Lubutu. Kulingana na wakaaji waliobaki wamejiziba majumbani mwao, milio ya risasi imesikika tena tangu saa 4 asubuhi katika mji wa Lubutu. Kufuatia mapigano haya yanayoendelea, trafiki imezuiwa kwenye route nationale numero 3. Magari yanayotoka Kisangani hadi Walikale na yale ya kwenda Kisangani kutoka Walikale yamezimwa pande zote mbili. Shughuli za kijamii na kiuchumi pia zimelemazwa tangu Jumamosi saa 3 asubuhi kufuatia kuzuka kwa mapigano hayo. Mapigano hayo yalitokana na katazo la FARDC dhidi ya wanamgambo hao wanaosumbua idadi ya watu. Wanamgambo hao waliweka vizuizi vya barabarani, yani vya kwenye rute kwenye muhimili wa Loso Lubutu, haswa huko Mongele, Tingitingi na Amisi, ambapo walichukua pesa kutoka kwa wakaaji wa eneo hilo, hali ambayo jeshi ililaani. Mamlaka bado haijatoa maoni juu ya tukio hili la hivi punde la usalama kati ya washirika. Hali bado si shwari huko Lubutu kwa mjibu wa vyanzo vyetu vya habari. Huko ni Maniema ndani ya eneo ya Lubutu ambapo wanamgambo wa Maimai wako wanapigana na jeshi la Kongo FARDC. Tuendelee na taarifa zetu. Kesho le witi ni kesho lendi. President Felix Tshisekedi ataongea na population. Yuko na message kwa population ya Kongo. Ataongelea kuhusu hali ya usalama na mambo ya uchumi, mazungumzo ya kitaifa, masuala ya kijamii, mgogoro wa kibinadamu. Hayo yote ndiyo ambayo atayazungumza. Felix Tshisekedi alifika huko Kinshasa juzi, ni jana ndipo Felix Tshisekedi alifikaka Kinshasa akiwa ametoka huko Marekani, ambapo alisinye makubaliano mapya ya amani na presida wa Rwanda Paul Kagame. Ni kuwa tayari kabisa kusikia presida Felix Tshisekedi atatangaza nini siku ya kesho wakati wa kupana message yake ku population ya Kongo. Siku ya jana mnakumbuka kulikuwa aksida ambayo ilifanyika kulake Tanganyika pale ni mweneo ya Yungu inayopatikana mu territoire ya Fizi, njo kwenye ile aksida ilipitika. Ni helikopter ambayo ilianguka mu ile lake pale. Wakaaji wa hapo walipita wakaingia ndani ya maji kwa kuokoa watu ambao walikuwa wamekutana na ile aksida. Kwa sasa waliookolewa ni watu 4. Moja alikutanwa alishakufa, moja yani alikutanwa na hana maisha. Wengine 3 wakakutanwa na wako wazima wakaokolewa. Waliookolewa wote ni wazungu ambao inasemekana kwamba ni wa mercenaire ambao gouvernement ya Kongo ilikuwa imewaleta kwa ajili ya kuendelea operasyon za kupiganisha wasi wa AFC/M23 moho plateau Duvira kule Minembwe, wakipigana na Twirwaneho. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na wasi kuendelea kusubscribe kama kawaida. Asante sana.